Okay, ndugu mtazamaji, ndugu msikilizaji, leo tunamwangalia mtoto njiti. Leo tutaangalia sababu zake, tutaangalia dalili zake, tutaangalia matibabu ya mtoto njiti. Namna ya kuzuia usizae mtoto njiti, leo tutaangalia vizuri sana. Kwa hiyo follow, subscribe, like na kushare, comment, gusa alama ya kengele ili tuweze kuwasiliana katika vipindi vinavyokuja na kipindi cha siku ya leo. Kwa kawaida tunategemea mtoto azaliwe baada ya kukaa wiki 37 hadi wiki 42. Akienda zaidi ya wiki 42, huyo mtoto anakuwa mara nyingi anatakiwa amhone daktari, au huyo mama mjamzito lazima hamone daktari ili apewe dawa na mtoto haweze kuzaliwa, kwa sababu anakuwa zile wiki za mtoto kuzaliwa, ama tunasema kawaida sana lazima mtoto azaliwe ndani ya wiki 37 hadi wiki 42. Kwa hiyo tukishapita zile, lazima mama mjamzito aende kwa daktari ili apewe dawa za kumzaa huyo mtoto. Lakini mtoto njiti ni mtoto anayezaliwa kabla ya wiki 37. Tukisema mtoto njiti ni yule mtoto ambaye anazaliwa kabla ya wiki 37. Huyo ndo mtoto njiti. Kama mtoto hajazaliwa, hazijakamilika, huyo ndiyo mtoto njiti. Kama hazijakamilika zile wiki 37, tunasema huyo ni mtoto njiti. Mtoto anayezaliwa njiti, viungo vya mwili wake vinakuwa havijakamilika. Viungo vya mwili wake vinakuwa havijakomaa. Viungo vya mwili wake vinakuwa vipo slowly sana. Vinakuwa havijakamilika, na anapozaliwa anahitaji uangalizi mkubwa wa madaktari, hasa kupewa sehemu ya joto, kuwekwa sehemu ambayo haina vyuma vikali, au sehemu ambayo inaweza ikamsababisha mwenyewe kubonyea kwa haraka. Mtoto njiti anaweza hasa kupata ugonjwa wa homoni ya mapema sana, kwa sababu anakuwa mwili wake haujakaa standby kwa ajili ya kuhimili hali ya hewa. Tunasema mama mjamzito anazaa mtoto kwa kipindi cha miezi 9, au mimba anaitunza kipindi cha miezi 9, na yule mtoto akijazaliwa tu anaingia kwenye ulimwengu mpya, na ule ulimwengu lazima hausurvive. Kama amezaliwa njiti, huo ulimwengu aweze kusurvive, kwa sababu wake viungo vyake vya mwili vinakuwa havijakomaa. Huo uangalizi unaweza kuchukua wiki kadhaa mpaka mwezi. Huo uangalizi unachukua wiki kadhaa hadi mwezi ili mtoto aweze kukomaa vizuri sana. Mtoto njiti anazaliwa akiwa na nywele nyeupe. Ukiangalia vizuri sana, watoto wamezaliwa njiti wote wanazaliwa wakiwa na vinywele vyeupe. Kwa wataalamu wanasema zaidi kwamba mtoto njiti anakuwa na kama vile viutelezi fulani, anakuwa lazima ashikiwe na vifaa vya elektroniki ambavyo vitamfanya yule mtoto akae kwa uangalizi mzuri sana, na anapumua kwa nguvu sana. Mtoto njiti anapumua kwa nguvu sana, yani anakuwa zile mioyo yake bado inakuwa inapamba. Kwa sababu gani? Inakuwa inategemea zile milango za fahamu za mama. Kwa hiyo anapotoka nje na hana uangalizi tena, hana kisaidizi cha mama tena, kwa hiyo anapumua kwa nguvu sana, na anaweza kupata homoni kama nilivyosema kirahisi sana, kwa sababu viungo vyake vya mwili vinakuwa havijakomaa. Kipindi kifuatacho, kipindi kinachokuja, tutamwangalia dalili nyingine na sababu nyingine na matibabu yake. Matibabu yake ni makubwa sana. Nisema cha kwanza, kama unaona kwamba unasikia dalili za kujifungua na zile wiki hazijafika au zile miezi hazijafika, muone daktari mapema. Naitwa Daktari Elrushamon Mariko. Ni follow, subscribe, gusa alama ya kengele utanipata. Pia najihusisha na masuala ya ECD, HIV, Development Education. Utanipata.